Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa wewe ni mwema. Asante kwa sababu leo umetupa kibali na kujifunza neno lako, na sisi tupo hapa kwa sababu tunahitaji kukusikiliza ili useme nasi. Umekusudia kutufundisha, na sisi masikio yetu yako wazi ili yaisikie hekima itokayo kwako, katika jina la Yesu, amen. Somo la leo tunatamani tujifunze tumaini la ufufuo. Tumaini la ufufuo. Tunaposema tumaini la ufufuo, tunamaanisha kwamba ni hali ya kufika mahali na kuwa na uwezo wa kuwa na taraja lenye uhakika ya kwamba wale wote waliokufa watafufuliwa. Hii ni hali ya kuamini kwamba kifo sio mwisho, bali wote wanaokufa watafufuka ili wapate uzima wa milele. Mungu atawafufua wote siku ya mwisho. Hao waliokufa watafufuliwa. Mambo haya ni msingi kabisa kwa Wakristo wote wanaotakiwa kuyajua, na ni mfundisho zuri ambalo limetoka kwa Mungu mwenyewe, ili kwamba wale wote wanaokufa wawe na tumaini na wawe na uhakika ya kwamba ufufuo upo, kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe alifufuka. Hapa tuwe na maana chache ambazo tunaweza kujifunza hasa kuhusu tumaini la ufufuo. Moja, maana ya tumaini la ufufuo. Tumaini la ufufuo ni matarajio yenye uhakika kwamba wafu watafufuliwa, tutapata uzima wa milele. Kifo sio mwisho wa maisha, kama tunavyosoma katika Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 25. Injili ya Yohana sura ya 11 mstari wa 25, mstari unasema, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo wa uzima, yeye aminiaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Haya ni maneno ambayo Yesu anamwambia Martha kuondoa mashaka ya kwamba yeye mwenyewe ni ufufuo wa uzima. Kwa hiyo alikuwa anamhakikishia ya kwamba asiwe na mashaka, Yesu anaweza kumfufua Lazaro. Lakini hii ilikuwa inaonyesha nini? Watu wote watakufa, lakini watafufuliwa. Na pia inaonyesha ya kwamba baada ya huo ufufuo ni watu kupata uzima wa milele. Jambo la pili ni msingi wa tumaini hili. Msingi wa tumaini hili la ufufuo. Tumaini hili la ufufuo haliji kwa sababu ya hisia tu za kinywani, bali lina msingi kibiblia. Ufufuo wa Yesu Kristo. Hiyo ni kwamba ufufuo wa Yesu Kristo ndio hasa msingi wa ufufuo. Katika waraka wa kwanza kwa Wakorintho sura ya 15 mstari wa 20, maneno ya Mungu yanatuhakikishia kwamba Yesu Kristo ni limbuko lao waliokufa, kwa sababu yeye alifufuka, na hivyo yeye ndiye mwanzilishi wa swala la ufufuo. 15:20 mstari unasema, lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala. Hii ni kuonyesha Kristo alipofufuka, wale wote walio katika Kristo Yesu wajapokufa watafufuliwa. Katika somo hili kwamba ufufuo wa Yesu Kristo, Yesu mwenyewe alifufuka, inaonyesha kwamba Yesu alikufa kafufuka, lakini hili ni uthibitisho kuwa sisi pia tutafufuka. Kwa kuwa ni msingi wa tumaini hili na kwamba Yesu Kristo anatuhakikishia ufufuo,
lakini pia anatuonyesha ya kwamba ufufuo au tumaini la ufufuo ni ahadi ya Mungu mwenyewe, ni ahadi ya Mungu mwenyewe, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza kwa Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 14. La Mungu linasema, maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alifufuka, alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Tuna uhakika, kwa kuwa tuna uhakika wa kwamba Yesu Kristo alifufuka, basi wote waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa. Hivyo hii ni ahadi ya Mungu mwenyewe. Mungu ataweka watu wote waliokufa kuwa hai kwa sababu wamekufa katika Kristo Yesu. Lakini pia na ijulikane tu hapa katika somo hili ya kwamba watu wote watafufuliwa, sio Wakristo tu, hata wapagani watafufuliwa wote. Lakini iko tofauti kati ya waliokufa katika Kristo na waliokufa katika uasi. Tofauti yake ni unaposoma kitabu cha Daniel sura ya 12 mstari wa 1, wa 2 na wa 3. Wakati huo Mikaeli atasimama, jemedali mkuu asimamaye upande wa wana wa watu wako, na kutakuwa na wakati wa taabu mfano wake hautakuwako tangu lilipoanza kuwapo taifa hata wakati huo. Na wakati huo watu wako wataokolewa, kila mmoja atakayeonekana ameandikwa katika kitabu kile. Tena wengi wa hao walala katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele na wengine aibu ya kudharauliwa milele. Hii ndio kuonyesha kwamba watu wote watafufuliwa, lakini hoja ya msingi ni kwamba wakina nani watafufuliwa ili waende kwenye uzima wa milele? Ni wale waliokufa katika Kristo Yesu, ambao tunawasoma katika Ufunuo sura ya 14 mstari wa 13. Biblia inasema, andika heri wafu wafaao katika Bwana ili wapate kupumzika baada ya taabu zao. Maana yake tutakufa, lakini tutafufuliwa kwa sababu tumekufa katika kumwamini Yesu Kristo. Lakini wale ambao mwamini Yesu Kristo watafufukea katika aibu ya milele. Lakini jambo lingine la kujifunza ni tumaini hili linatuambia ya kwamba ni uweza wa Mungu. Habari za tumaini la ufufuo wa Yesu Kristo ni uweza wa Mungu. Katika Warumi sura ya 8 mstari wa 11, Warumi sura ya 8 mstari wa 11, maneno ya Mungu yanasema, lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, naye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Hii ni kutuonyesha ni uwezo wa Mungu. Kama vile Kristo alivyofufuliwa na roho huyo huyo, ndivyo na sisi tutakavyofufuliwa. Swala lingine la kujifunza hapa na kujiuliza, kwa nini tumaini la ufufuo ni muhimu? Moja, linatoa faraja. Linatoa faraja, hiyo ni moja. Waraka kwa Wathesalonike, waraka kwa Wathesalonike sura ya 4, waraka wa kwanza sura ya 4, waraka wa kwanza kwa Wathesalonike sura ya 4 mstari wa 13, nasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wao wasio na matumaini. Kwa nini tunakuwa na tumaini la ufufuo? Kwa sababu linatupa faraja, na hivyo wale waliokufa hatupaswi kuhuzunika kwa sababu tutafufuliwa. Lazima tuwe na uhakika ya kwamba faraja ni kuu katikati ya maisha yetu, na hii ni ahadi yake ya kwamba wote waliokufa watafufuliwa. Lakini jambo la pili, linatuondolea hofu. Linatuondolea hofu. Waraka wa kwanza kwa Korintho sura ya 15 unasema, mstari ule mmoja unasema, kuwapi ewe mauti kushinda kwako? Uwapi ewe mauti uchungu wako?
linatuondolea hofu. Maana yake tunazungumza kwa ujasiri ya kwamba mauti haiwezi kututisha, haiwezi kutusumbua, kwa sababu Kristo ameshinda mauti, ameshinda mauti. Lakini jambo la tatu, kwa nini tumaini la ufufuo ni muhimu? Linatupa nguvu ya kuishi maisha matakatifu, maisha matakatifu, kwa sababu kazi hiyo ya kuamini sio bure, natupa matumaini. Tunamwamini Mungu ambaye kesho atatufanya kutupa nguvu na uwezo kwamba kile tulichokuwa tunakiamini au tunakitumaini ni cha kweli. Mstari wa 58, basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Tunaishi maisha matakatifu na kumtumaini kwa sababu tuna uhakika ya kwamba Mungu atatufufua siku ya mwisho. Kwa hiyo ni namna gani basi tuishi kwa kuonyesha kwamba kweli tumaini la ufufuo linafaa au ni la muhimu maishani mwetu? Sasa ili tuweze kuthibitisha jambo hili, tunatakiwa tufanye nini? Jambo la kwanza ni kuishi maisha ya haki. Jambo la pili, kudumisha imani kwa Mungu. Jambo la tatu, tusikate tamaa hata katika mateso. Tuitazame kesho yenye ushindi kuliko leo yenye mashaka. Lakini nataka niseme kitu hapa. Tunapozungumza habari za tumaini la ufufuo, tusibaki tu kuzungumzia habari za kifo, tumekufa katika mwili, tutafufuliwa katika roho. Lakini point yangu pia, nataka nimalize kukutia moyo ya kwamba viko vitu vingi vimekufa katikati ya maisha yetu. Wakati mwingine ndoa zimekufa, wakati mwingine biashara zimekufa, mitaji imeharibika, wakati mwingine tumepungukiwa vitu vingi katikati ya maisha. Imani ni kama inaonekana katika kufa, tumekata tamaa. Lakini nataka nikutie moyo ya kwamba vinaweza kuishwa na kufanywa hai tena. Kama Kristo alivyofufuka, anatutia moyo na kutuonyesha ya kwamba vile vitu ambavyo tunakuwa tumekata tamaa katikati ya maisha, bado anaweza kuvifanya kuwa hai. Yes, anaweza kuvifanya kuwa hai, na wala hakuna sababu ya kukata tamaa. Kuna sababu ya kukata tamaa. Unajua, Lazaro alikaa siku 4 katikati ya kaburi, alikaa ndani ya kaburi siku 4, na walipomwona ndugu zake Martha na Mariamu, walipomwona Yesu walilia, kwa sababu walijua wamepotezwa, wakakata tamaa. Lakini Yesu akamwambia, hajafa, melala, mimi nitamfufua. Wakasema, tunaamini utamfufua siku ya mwisho. Yeye akawaambia, nimewaambia niaminini leo ya kwamba mimi ndimi ufufuo, uzima. Kwa sababu yeye ndiye ufufuo wa uzima, akamwambia, liondoeni jiwe. Alafu akamwita Lazaro, na Lazaro akatoka kwenye kaburi. Leo nataka nikwambie kwamba usikate tamaa. Roho yako inayoonekana imekufa, haijalishi kwa muda gani, itafufuliwa. Haijalishi uhai wako umezikwa kwa muda gani, utafufuliwa. Hebu jifunze kwa yule mwanamke, alikuwa amekata tamaa, uhai wake hakujua kama vile anaweza kusurvive tena katikati ya maisha. Lakini aligusa pindo la vazi la Yesu, damu ikasimama, halafu akawa hai. Yesu akamwambia, imani yako imekuponya. Akaondoka akiwa mzima, isikia mwenye nguvu. Nami nakutabiria ya kwamba, nakutamkia leo kama mtumishi wa Mungu, ya kwamba vile vilivyokufa vitahuishwa tena. Lakini usisahau, somo letu ni kwamba tumaini la ufufuo. Tusiseme tukifa ndo mwisho. Kweli madhehebu mengi yanafundisha na dini nyingi zinafundisha hivyo, lakini nataka nikutie moyo, sisi tunaomwamini Yesu Kristo, wale wote ambao tunamwamini Yesu Kristo, tukifa hatupotei, siku moja tutafufuliwa. Na mimi ningetamani kuona unafufukia uzima wa milele. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa kunipa matumaini ya kwamba kumbe kufa sio mwisho, kwa sababu wewe mwenyewe ulizikwa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu ukafufuka, na hiyo ndio ushindi kwa Wakristo.